serikali ilikuwa inatakiwa ilete shahidi wake watatu. Shahidi huyo inaonekana kwamba ni shahidi wa kificho ambaye yuko katika ulinzi. Mara tu baada ya huyo serikali kusema kwamba au jamhuri kusema inataka huyo shahidi atoe ushahidi wake katika kizimba, mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Lissu aliwasilisha pingamizi akipinga kwamba huyo shahidi na mashahidi wote wale ambao wanadaiwa kwamba wamepata kinga ya mahakama wasiweze kuonekana, kwamba hana sifa hiyo. Hajawahi kupata kinga hiyo ya mahakama kwa sababu ile amri ya Jaji Mtembwa haikutoa zuio kwamba au haikutoa kinga kwamba huyo mtu afichwe katika kizimba maalum. Katika maombi yao serikali ambao waliwasilisha tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, wao waliomba kwamba majina yao na utambulisho wao ndio ambao ufichwe, lakini sio kwamba wafichwe katika kizimba maalum ambacho kimejengwa. Na sheria iko wazi, ile kanuni ambazo zimetungwa mwaka huu mwezi wa 7 zinasema kwamba inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kwamba asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapa mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu hata una uhakika nini kinaendelea. Msingi mkubwa wa jaji kumuona shahidi au mtu anayetoa ushahidi kwa kificho ni kwamba wao waweze kujua ni nani na waweze kuhakikisha kwamba je anavokaa pale mahakamani kuaminika kwake kunakuwa kukoje. Kwa hiyo Lissu ameweza kupitisha mahakama katika sheria mbalimbali na jinsi ambavyo zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inafanya inatendeka. Sasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, inaweza kuwa hata mashahidi wa kubambikiza au mwingine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ndio ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee ambao katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kwa hiyo ikawa ni hizo hoja, na amepitisha mahakama katika hoja mbalimbali za kuonyesha jinsi gani kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa imesiginwa, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A na ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya pili, ambazo zote zinakazania kwamba msingi wa kusikilizwa kwa ukamilifu. Na akazungumzia vile vile kwamba hata hiyo sheria basi, hii sheria ambayo inadaiwa kwamba ndio ambayo inatoa haki ya kificho ambayo ilitungwa mwaka 2018, sheria hiyo haijawahi kuchapishwa katika gazeti maalum la serikali. Katika gazeti la serikali likitangaza kwamba sheria inaanza kufanya kazi lini. Hatari yake ni nini? Mwenyekiti ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali.